Kuru, lakini siku hizi nimekuwa nikiwasikia watu wakipeana hongera kwenye kazi. Sijajua kwa nini wanabadilisha lakini sisi tangu enzi na enzi ilikuwa mtu anayefanya kazi anapewa pole. Kwa bwana pole kwa uchovu. Sijui kwa nini pole kwa kazi. Kwa sababu anatumia akili, anatumia mwili. Kwa hiyo ukiambiwa hongera kuna shida gani? Hongera kwa sababu gani? Mimi nimechoka alafu unaniambia hongera kwa kuchoka. Sawa. Milimbi ya maneno ya bwana yasikutisha. Namuelewa sana. Sawa. Kumekucha na jambo hili tumelinadi mapema kwamba tutasikia wenzetu wa kampuni ya Trade and Industrial Development Agency, yani TIDA, mmekuja na wazo gani au pengine njia gani ambazo mnafikiri ni mbadala au zinaweza kuwa mwarobaini labda tuseme, au zinaweza kuwa suluhu, au zinaweza kuwa na namna itakayoweza kusaidia kupunguza tatizo la ajira hasa kwa vijana. Lakini tatizo la ajira hatulioni kama ni la kwetu tu pekee yetu sisi kama Tanzania. Tukilitazama jambo hili, unaona mataifa mengi vijana wanalalamika swala la ajira. Mataifa ya Kiafrika ndio kelele ni hizo hizo, mataifa ya Ulaya pia vivyo hivyo. Sasa sijui kwa vile tunajiangalia sisi na tunajaribu kuangalia namna ambavyo pengine tutakuwa na njia au mbinu zitakazowezesha kuondokana tatizo hili. Tusikie kutoka kwako Milimbi, karibu. Na vema pia atueleze kwanza tatizo lenyewe hili la ajira ni kubwa kiasi gani, kiasi ambacho kila mahali ukipita kelele vijana hawana ajira siku hizi, vijana hawana ajira. Tatizo la ajira ni kubwa sana. Kwanza naweza kujitambulisha, mimi ni mkurugenzi mkuu mtendaji wa Trade and Industrial Development Agency. Kwa Kiswahili nasema ni wakala wa maendeleo ya viwanda na biashara. Kwa nini tuliamua kuchagua hii engo? Ni kwa sababu tulifanya survey, tukafanya research katika nchi za Afrika. Kuna tatizo kubwa sana la ajira na la mifumo ya biashara baina ya taifa moja na taifa lingine, baina ya mji mmoja na mji mwingine. Kama alivyosema dada hapo awali, tatizo la ajira limekuwa ni kubwa sana hasa katika mataifa yanayoendelea. Na limekuwa ni kubwa kutokana na mfumo ulivyo katika nchi hizi, hasa katika mifumo ya uzalishaji na ukuzaji wa mitaji, ambayo nchi hizi zimejikuta zikitengeneza mazingira makubwa ya kuagiza zaidi kuliko ni kuzalisha. Nchi yetu imeanza kukumbwa zaidi na tatizo la ajira ni kuanzia mwaka 2000 na kuendelea, hasa tulipofanya privatization kubwa sana ya viwanda, kubinafsisha. Tumebinafsisha sana viwanda. Matokeo yake vile viwanda vikafa, kwa sababu mpaka mwaka 2003 nchi yetu ilikuwa na zaidi ya viwanda 400 ambapo ilikuwa inazalisha kiasi kikubwa. Vijana walikuwa wakitoka vioni, wakimaliza technical school, walikuwa wanaingia katika ajira moja kwa moja. Na hata mifumo ya elimu ambao walikuwa wanapata hapo awali ilikuwa inawasaidia hawa vijana hata kirudi nyumbani inakuwa ni rahisi kukabiliana na changamoto za maisha ya kila siku. Ndio maana mwalimu alianzisha vyuo vingi sana vya ufundi. Na sasa hivi bahati mbaya vile vyuo tumevigeuza kuwa ni vyuo vikuu. Matokeo yake badala ya kuzalisha technician inazalisha watu ambao ni professional. Tuna watu wengi sana ambao ni wasimamizi wa fedha lakini hawajui kuzalisha fedha. Tuna watu wengi sana ambao ni lakini tukumbushane hapa vizuri. Lengo la ule ubinafsishaji ilikuwa ni kuviimarisha viwanda vyetu vya ndani, lakini pia ni vifufua vile vilivyokufa. Mimi na mifano mingi ya Tanga ambako kulikuwa na viwanda vingi vimekufa, lakini kutokana na ule ubinafsishaji angalau vikaendelea kufanya kazi. Sasa hiyo hesabu inakuja katika uchache. Ndio maana Mzee Mkapa mwaka 2008 kitabu chake aliwahi kukiri kwamba miongoni mwa makosa alilofanya ni kubinafsisha viwanda lakini hakuweka mfumo wa kuvisimamia katika ukuaji wake. Ndio maana vingi sana vimebakia kwa go down. Sisi tulipofanya survey tukaona nchi yetu imekuwa ni walaji wakubwa sana kuliko ni wazalishaji. Leo unapoenda Kariakoo, kwa akili ya kawaida utaona ni biashara inakuwa, lakini kwa akili ya mbali unaona ni kama kuna limrija likubwa sana linalonyonya fedha za kigeni katika taifa letu peka mataifa yaliyoendelea, kwa sababu asilimia kubwa bidhaa zinazouzwa pale hazalishwi humu ndani. Hatukishia zinazouzwa Kariakoo, zinazouzwa Kariakoo hazalishwi humu ndani. Maana yake unatengeneza ajira katika mataifa mengine na sisi tunatengenezea utegemezi. Hatukishia hapo. Na mtu akisikia Kariakoo asipeleke mawazo kwamba sokoni tu pale. Maana watu wengi ukimwambia tu kwamba Kariakoo mawazo yake yote yanakwenda pale sokoni. Ni eneo lile lote la Kariakoo na biashara zinazofanyika katika eneo lile kwa ujumla. Na biashara kwa sababu piga mahesabu ni nchi yetu inapoteza mabilioni ya fedha kwa siku
kwenda katika mataifa haya. Na tunasema biashara inakuwa kwa sababu tunaona wachache ambao walifanikiwa. Hatukishia hapo, tumefanya research Kilimanjaro, tumeangalia jinsi ambavyo nchi ilivyozorota. Imekuwa ni mji ambao unategemea zaidi utalii, wakati zamani Kilimanjaro ilikuwa ni miongoni mwa engine za economy kwa nchi. Tumeenda katika kanda ya magharibi ambayo ni Kigoma na maeneo kama vile Tabora, ambao Tabora ilikuwa ni engine ya viwanda vya nguo, tukienda paka kiwanda cha nyuzi na viwanda vingine. Lakini hapo zamani nchi yetu ilikuwa inapata faida. Usisahau kuigusa Tanga, au Tanga hamkufika? Tanga ni muhimu sana. Tanga ni muhimu sana. Tanga wakati mwingine ukifika unaona kweli kwamba kulikuwa na viwanda vilikufa, alafu vimekuja ule ubinafsishaji ukapewa, lakini uzalishaji wake si kama ule wa miaka ile, ingawa kwamba hapa katikati vilikufa kabisa, lakini ulipokuja uwekezaji viangalau. Lakini sasa unaanza kujiuliza, uwekezaji wenyewe mbona kama vinakwenda kwa mwendo wa jongoo? Yes. Sasa ukiangalia mfumo wa serikali wa kubinafsisha, wao walikuwa na malengo mazuri sana. Kwamba tutaleta teknolojia mpya, tutaleta ufanisi, lakini matokeo yake tumekuta vitu ambavyo tofauti. Ukipita Urafiki pale, unaona ni magodown makubwa sana. Wakati Urafiki ilikuwa ni sehemu ambayo vijana wanaajiriwa vya kutosha mule ndani kulingana na mfumo wa uzalishaji wa nguo. Na si hapa tu, kuna Mwatex, Mutex na kadhalika. Sasa dunia tulionayo sasa hivi ni dunia ambayo serikali haiwezi kurudi katika mfumo wa uzalishaji tena kama ilivyokuwa awali. Sasa hivi watu ambao wanaanza kuzalisha ni watu binafsi kwa niaba ya serikali. Ukienda Kongo, mimi kama wiki 2 zilizopita nilikuwa huko. Ukienda Kongo na Burundi, ni nchi ambazo kwa kiasi kikubwa sana zinategemea sana bidhaa kutoka kwetu. Lakini wao wanazalisha malighafi sana ambazo kimsingi Tanzania imekuwa ni kama njia. Ukiangalia copper, lithium, hata gold imekuwa ni kama njia kwenda katika mataifa mengine ambayo yanaendelea, afu then sisi tunaagiza bidhaa kutoka katika mataifa. Sasa katika research yetu tukasema kwamba tunaweza tukafanya kitu kubadilisha mtazamo na namna gani ambavyo tatizo la ajira lilivyokuwa kubwa kwa kupitia mfumo wa viwanda na biashara. Serikali itasema mtaji tunatoa wapi kuwasaidia hawa vijana kuanzisha viwanda, lakini mtaji rahisi sana unaweza kupatikana katika njia 2 au 3 katika kutatua tatizo. Kwanza ni mfumo wa vikundi, kutengeneza kurudisha mfumo wa viwanda vya ushirika. Yaani vijana 10-15 wanakuwa na kiwanda kimoja ambacho kinazalisha bidhaa fulani. Mfumo wa pili ni mfumo wa kutumia vikoba. Ukienda Wizara ya Fedha kuna vikoba 76 ambavyo hivi vikoba vimekuwa vina mchezo wa kuzungusha fedha tu, kwamba mnachangishana fedha. Vikoba 76 Tanzania ambavyo vimesajiliwa kisheria, ambavyo mzunguko wake ni zaidi ya trilioni 1 kwa mwaka, ambavyo hivi vikoba vinakusanya fedha, mwisho wa mwaka wanagawana. Yaani fedha yako ile inarudi kwenye mfuko wako, na mwisho wa siku uwekezaji unakuwa ni duni. Lakini sisi tukaja na wazo jipya, tukasema kwa nini tusitengeneze mfumo ambao hivi vikoba badala ya mwisho wa mwaka kugawana fedha, kila kikoba mwisho wa mwaka wanafungua kiwanda ambacho wale washirika wanagawanya hisa. Kwa maana kwamba zile hisa zao wanazonunua kila wiki, ama wengine wanakaa wiki 2, wengine kwa mwezi mara moja. Zile hisa zao zote ikifika mwisho wa mwaka wanakaa kwenye mkutano wao, wanaangalia tumepata shilingi ngapi, labda tumepata milioni 200, alafu wafungue kiwanda kwa hizo fedha. Wafungue kiwanda katika hizo fedha. Alafu wenyewe wauziane hisa, wauziane hisa kwamba kila mtu atamiliki share kile kiwanda kulingana na kiasi alichochangia. Kwa sababu huu uwekezaji kwanza ni endelevu, utamsaidia huyu mtu atakiwa mstaafu, atapata pensheni, lakini pia wale watu ambao wanakuwa na washirika mule watapata bima za afya, watapata akiba za uzeeni. Kama tutafanikiwa kutengeneza kuvitransform hivi vikoba 50,000 kuwa na viwanda kimoja tu, kwamba kila kiwanda kikaajiri vijana 20, maana yake tuna vijana milioni 1 ambao wamepata ajira moja kwa moja kupitia huu mfumo. Na katika mfumo wa kijeshi, ukimwona mtu askari kwa front line, basi unajua kuna askari 6 wako nyuma ambao wanamsaidia mahitaji. Maana yake kwamba kama tutaajiri vijana milioni 1 katika mfumo wa vikoba 50,000, maana yake tuna watu karibuni wengine, kila mtu mmoja kuna watu karibuni 40, watu karibuni 4 au 5 ambao wananufaika kupitia huyo mtu. Uende kama ni familia, uende kama ni bodaboda ambaye anampeleka kazini, uende kama mama ntilie. Huo ni mfumo wa awali. Mfumo wa pili ambao tunautazamia ni kutumia National Services, jeshi la kujenga taifa. Jeshi la kujenga taifa ni jeshi ambalo limetengeneza vijana wenye nidhamu sana, wana ujuzi, wana weledi, na pia katika mfumo wa command ni watu ambao kielekeza jambo wanafanya kwa ufanisi. Juzi tumeshuhudia
JKT akimaliza mkataba akirudi nyumbani. Amekaa miaka 2 jeshini, anarudi nyumbani, ana matumaini, hajui anaanzia wapi. Vijana ambao amewaacha nyumbani anawakuta wana maendeleo makubwa kumzidi yeye. Nikakaa tukafikiri kwamba ni heri hawa vijana ambao wanatoka JKT serikali ikatengeneza mifumo kupitia taasisi za fedha kama mabenki, kwa sababu kuna mabenki mengi ambayo yanatoa mikopo, mengine yanatoa mikopo ya mitambo, nimekutana nao, nimefanya nao mikutano. Wakutana na hawa vijana kwa kupitia chini ya Jeshi la Kujenga Taifa kwamba watoe mikopo kwa hawa vijana, lakini jeshi liwe mdhamini, JKT liwe mdhamini. Manufaa jeshi linapata lipi? Kwamba kila kiwanda inachoanzishwa na JKT na hawa vijana wakafanya kazi, kwamba JKT inaweza kamiliki hisa 15% mpaka 20%, na hawa vijana wakawapata hisa kwenye kile kiwanda. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba hawa vijana watapata ajira za kudumu, hawa vijana watapata hisa, lakini jeshi litaendelea kupata faida. Tutapunguza mzigo wa serikali wa kupanga kila mwaka bajeti ya kwenda JKT. Jeshi linaanza kujiendesha. Huu mfumo sio kwetu tu. Ukiangalia jeshi la Israeli ambalo tumekopi sana mifumo yao ya Jeshi la Kujenga Taifa, ni watu ambao wananufaika sana kupitia national services. Tafiti zozote zinazofanyika ndani ya jeshi, teknolojia yote ambayo inabuniwa na vijana ambao wako ndani ya JKT, na kwa sababu kule kwa sheria unatakiwa ndani miaka 2, kwamba serikali inapata faida pasenti, lakini pia wale vijana wanapata faida. Faida nyingine ambayo tumeitazamia ni faida ya kijiografia. Hata tutasema tunaanzisha viwanda 50,000 na hawa JKT hatujui tutakuwa wangapi, kwa sababu kimsingi JKT inatakiwa iwe karakana ya uchumi wa nchi yetu. Ni kama iwe kama ni VETA fulani, kijana anapoenda kula akitoka anakuwa niko very competent. Lakini pia kwa masuala ya kilimo, JKT peke yake tukisema tuitumie vizuri inaweza ikatulisha Tanzania nzima. Sasa swali la kujiuliza, tunaenda kuuza wapi? Kwa maana ya soko sasa. Maana ya soko. Mimi nataka nikurudishe nyuma kwanza kabla ya kwenda kuuza. Mimi pia. Nikurudishe nyuma pale ulipozungumzia swala la Kariakoo. Kwamba ukiangalia asilimia kubwa ya Kariakoo walaji ni wengi kuliko wazalishaji. Yes. Sawa, mimi nilikuelewa na msikilizaji anapaswa pia akuelewe kwamba bidhaa nyingi zinazouzwa Kariakoo nyingi ni tuseme tu wazi ni zinatoka China. Sasa zile za kutoka China kwa namna ambavyo nyinyi mnayaangalia ni vijana wale ambao wanachukua hizo bidhaa kutoka China za bei rahisi na kuziuza, na bidhaa zenyewe zinazoingia. Kipi cha maana? Hawa vijana ambao wamejiajiri wenyewe wanafanya biashara ya kuuza viatu, kuuza nguo, kuuza na bidhaa nyingine nyingi tu, mikoba na kila kitu kwa bei rahisi, na wanafanya shughuli, unaona wamechangamka. Na zile bidhaa zinazoingia, mnaona kwamba pengine hili bado si suluhu ya kufanya vijana wakajiajiri sasa? Sio suluhu, kwa sababu wale vijana wanaojiajiri pale Kariakoo si kwamba kwa huu mfumo wataondoka sokoni. Bado Kariakoo itabakia kwa engine, kwa sababu hebu tufikirie tu swala la kawaida. Hivi zile nguo zinazouzwa Kariakoo ambazo kimsingi zinatoka Guangzhou na maeneo mengine ya China, hivi kama zingekuwa zinazalishwa mfano mkoa kama Rukwa ama Tabora, tungekuwa na viwanda vingi kiasi gani? Tungekuwa tuna ajira nyingi kiasi gani? Twende katika hesabu ya kawaida haraka. Like kama tungekuwa tunapiga mahesabu, nguo uniform tu za wanafunzi na viatu ambazo wanazovaa Tanzania, hivi ni mamilioni mangapi ya pea kwa mwaka? Ni mengi. Like kama ingekuwa na mfumo wa uzalishaji hapa, manake ajira ingebaki hapa, fedha ingebakia hapa. Lakini pia tupite Tanzania nzima, kuna pikipiki ngapi ukiziangalia? Nyingi. Hivi zile spare, tukiacha watu wachache ambao wanaenda India na China kununua, alafu wanaleta kwenye taifa letu kwa ajili ya kutuuzia, wao wanakuwa ni kama madalali, wanapata faida kadogo, lakini faida kubwa inarudi kwenye viwanda vile ambavyo vinavyozalisha zile bidhaa. Hivi kama kile kiwanda kingekuwa kipo Mwanza cha kutengeneza spare za pikipiki tu, hivi tungekuwa tuna ajira milioni ngapi? Kwa sababu ajira anachomaanisha ni wale ambao kwa kiwandani, wale ambao wanatoa raw material migodini kama chuma kupeleka site, wale ambao mzunguko wote huwa uzalishaji, kwa sababu nchi yetu imezungukwa na population zaidi ya milioni 400 ya watu. Ukiangalia Kongo kuna watu 130, ukiangalia Kenya population ni kubwa, Singapore population ni kubwa, Zambia, ambao hizi nchi ni landlock. Sasa bidhaa nyingi zinajua kununua hapa kupeleka kwenye mataifa yao. Kama tutakuwa tuna mifumo mizuri ya uzalishaji katika nchi yetu, tunaweza tukazalisha bidhaa ambazo ni kwa mahitaji yetu, lakini pia kwa mahitaji mengine ya nchi. Kwamba yule mtu wa Kariakoo si kwamba ataondoka sokoni, ni kwamba atapunguza ruti tu ya kutoka Tanzania kwenda China na mataifa mengine. Atatoka Dar es Salaam ataenda Iringa kununua bidhaa fulani. Atatoka sehemu fulani ataenda. Hivyo ndio maana uzalishaji na ukuzaji wa ajira tunaozungumzia, kwa sababu haitogusa sekta moja tu. Itagusa sekta ya miundombinu,
utakuta sekta ya afya, sekta ya nishati na mazingira na vitu vingine vidogo vidogo ambavyo vinakuwa vinasupport ule mfumo wa uzalishaji. Sawa. Milimbi, mmekuwa mkifanya swali langu nalifumbata sawa kidogo. Mmekuwa mkifanya utafiti kama, na hapo umetoa taarifa za utafiti mwingi ambao mmekuwa mkiufanya. Lakini tayari tuna Wizara ya Viwanda na Biashara ipo pale. Pengine hamuoni kwamba haya mawazo yenu ni vyema sasa mkayapeleka pale ili wayafanyie kazi na mkafuatilia, je, kweli mawazo tuliyoyaleta mnayatekeleza? Pengine wanahitaji mawazo kutoka kwa wadau, na hata wanapowasilisha bajeti yao, hata bajeti iliyopita wamesema kabisa kwamba bwana, wadau wetu tunawakaribisha, wadau wa maendeleo. Ingawa tunajua wadau wa maendeleo itakuwa kwa vyovyote vile ni wadau kutoka nje, lakini wadau wakitajwa tu wadau, kwamba nyinyi mpo ambao mnaweza mkapeleka mawazo hatimaye akafanywa kazi na kuondoa ile tatizo. Wizara ya Viwanda na Biashara tumekuwa tukiwasiliana nayo. Sio Wizara ya Viwanda na Biashara peke yake. Tumekuwa na wizara pia ya Mipango na Uwekezaji, tumekuwa tukifanya mawasiliano chini ya TISEZA. Lakini pia wao wamekuwa na reaction nzuri sana. Kama wiki moja iliyopita nimetuma email, na pia kwa sababu najuana na baadhi ya watu pale, nika-confirm kutengeneza appointment. Sema tu hii wiki mwanzoni nilikuwa na karatiba kagumu kidogo, lakini natumaini tutakutana nao. Na sio wizara ile tu, Wizara ya Vijana. Wizara ya Vijana ina bajeti ya bilioni 200 ambazo ni mikopo. Unamkopesha kijana aende akafanye nini? Matokeo yake ile fedha yote Tanzania inatoka hapa inarudi katika nchi zingine. Na kitu ambacho hatupigi mahesabu vizuri, nchi yetu imekuwa ikiingia katika madeni yasiyokuwa na msingi kwa sababu ya uagizaji wa bidhaa. Naweza kutoa elimu kidogo. Kuna mifumo miwili ya ukopeshaji fedha duniani, ambao kuna mfumo wa kwanza kwa chini ya World Bank, huu unadhamini miundombinu. Lakini mfumo wa pili ni wa IMF. IMF yenyewe kazi yake ni kulipa bills za nchi husika, kwamba mnataka bidhaa fulani kutoka nje lakini hamna fedha za kigeni, wao wanawalipia, mnaletewa afu mtawalipa kwa riba, kwa sababu tunaagiza sana kuliko. Sasa hizi bilioni 200 za vijana, ukimpa kijana usiangalie kama bilioni 200, angalia kama dola milioni kama 80 hivi, kwa sababu iwe isiwe, huyu kijana lazima atanunua cover la simu, huyu kijana atanunua charger, huyu kijana atanunua nguo, huyu kijana atanunua viatu, ambavyo viatu vyote vizalishwe hapa. Lakini kama wao vijana, hii mikopo itakuwa ni kwa lengo la kuzalisha, au wakapewa mikopo ya viwanda na mitambo, manake watakuwa wanazalisha. Pamoja na kwamba hii mitambo haina mizizi ya ndani, lakini itapunguza gharama za uagizaji wa bidhaa nje, kwa sababu ukienda Kilimanjaro Machine Tools wanazalisha mitambo mizuri sana, lakini hawana soko. Ukienda VETA wanatoa elimu nzuri sana, vijana kutoka hapa wanarudi kufanya kazi ndogo ndogo. Ukienda SIDO wanazalisha mitambo mizuri sana. Hizi zinaweza zikawa injini za maendeleo. Lakini pia kuna mfumo wa viwanda ya Wizara ya Mipango na Uwekezaji chini ya TISEZA. Wizara ya Mipango na Uwekezaji wale wana mfumo wa kuondolewa code exception, wanaondoa kodi, msamaha wa kodi. Kama uwekezaji wenu ninyi na mali zenu zina thamani ya dola 50,000, ni kama milioni 130 kwa rate sasa hivi, wale Wizara ya Mipango na Uwekezaji wanawasaidia chini ya TISEZA kuwapa ile msamaha wa kodi. Maana kama mtambo ungeongeza kwa gharama kubwa kutoka nje, maana yake unaongeza kwa gharama nafuu ili kupunguza gharama ya uwekezaji. So wana mifumo mizuri na nilikutana na naibu waziri Arusha, nikamshirikisha ile jambo na halilipokea. Akaniambia tukiwa na jambo tu uje, sema nikapata safari ya kwenda Kongo, sikuweza kuona naye kwa wakati, lakini sasa hivi niko hapa, nitajitahidi naona. Sawa, na lile nilolifumbata sasa. Swala langu liko kwenye kuangazia mambo kadha ambayo tunaona ni kama sehemu ya juhudi za serikali. Serikali imekuja na mabadiliko kwenye mtaala, na sasa mbali na yale tuliojifunza mimi na wewe na Madege tumejifunza hayo, lakini mtaala mpya umekuja na mafunzo ya amali ambao tunaona pengine itakuwa ni namna nzuri ya kijana anayetengenezwa sasa kwenye taifa letu kuwa na mbinu nyingine ambao tunaweza kusema ni mbadala, ambao pengine mnaweza mkaiona pia na nyinyi kama ni njia ya kupunguza tatizo la ajira. Kama ndivyo, mawazo yenu mnayaona wapi pengine kuongeza sehemu ya mawazo kwa ajili ya kuiongezea mawazo zaidi, pengine Wizara ya Elimu, hata hiyo Wizara ya Maendeleo ya Vijana na wizara nyingine zenye kushirikiana kama wizara za kisekta za kufanya kazi pamoja kwa ajili ya swala hili la vijana, tukiunganisha mawazo ya serikali kwamba tayari wamekwisha kuja na mtaala mpya unaoangalia pia mafunzo ya amali. Kwanza ni wazo zuri sana
Yaani wazo la kubadilisha mifumo ya elimu yetu kutoka katika mfumo ya amali ambayo tulikuwa tunaifanya ya kawaida ya mfumo ya kupata ya cheti mpaka kwenye mfumo ya amali ni wazo nzuri sana. Kwa nini tumefika hapa? Mwaka 2008 tulibadilisha mfumo wetu wa elimu. Tukatoka mfumo 2007 ndo ambao vyuo vingi sana vya kati vilipandishwa kuwa vyuo vikuu na shule nyingi sana za ufundi zilivunjwa vikawa vyuo. Tulitoka katika elimu ambayo yaani hapa tulipo sasa hivi tumerudi kwa tulipotoka. Ukisoma vizuri katika historia, Mwalimu alikuwa na sera ujamaa na kujitegemea. Ujamaa na kujitegemea maana yake mnaanza katika mfumo wa elimu, yani shuleni, kutengenezwa kulingana na mazingira yanayokuzunguka kama fundi uwashi, engineering na kadhalika. Baadaye tukasema hapana, ili uwe msomi mzuri unataka ongea Kiingereza sanifu. Kaja na mfumo wa English medium everywhere. Tukavurugwa haso. Matokeo yake tukawa tuna vyeti vingi ndani kwenye nchi lakini hawana taaluma. Ndio maana waajiri wakawa na changamoto, wanasema watu wanaozalishwa vyuoni hawaajiriki. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wana mawazo au wana mifumo ambayo haifanani na mazingira yaliyopo. Sasa serikali kurudisha hii mifumo ni nzuri sana. Lakini mimi narudi pale pale. Ni lazima tukazie mifumo wa national services. Hata hawa vijana ambao jeshi la kujenga taifa. Kumpeleka kijana form 6 miezi mitatu ni vizuri lakini haitoshi. Kuna kijana form 4 ambaye anamaliza shule mwezi wa 10, anaenda shule mwezi wa 8, anakaa miezi 10 nyumbani. Hawa vijana ni nguvu kazi kubwa sana. Kama tutawapitisha katika mifumo ya national services ambayo inatoa elimu ya ufundi kama VETA, miezi mitatu unapiga kwata, miezi mitatu unaingia darasani unapiga, itasaidia sana ili kuendana na hiyo falsafa ya kutengeneza elimu ya amali zaidi. Kuna mtu anakubaliana na wewe, anaandika, anasema anaitwa Zahoro kutoka Kitonga Msungola. Anasema JKT ni sehemu bora kwa uzalishaji kama tu itarudi katika mfumo wake wa zamani. Iwe JKT inayojitegemea, ina viwanda, mashamba na miradi mingine mbalimbali ikiwemo pia uzalishaji samaki. Yes. Anasema anakubaliana na Bwana Milimbi kuhusiana na hilo, anaoligusia kuhusiana na masuala ya kuandaa vijana mapema. Baada ya kuwa umemaliza shule, badala ukaenda miezi mitatu tu, unaenda hata 6 kwa sababu bado uko mtaani na unasubiri. Tena vijana wadogo sana, ukiangalia vijana ambao wameanza form 4 sasa hivi miaka 17, 16, ni rahisi kumfunda. Alafu na pia anakuwa na nidhamu na uzalendo kwa nchi. Kwamba ukimtengeneza huyo kijana ukamwambia, ukienda pale CFR ambako nilikuwa nafanya MA, kuna wanafundisha vitu vingi sana, hasa katika masuala ya strategic governance and leadership. National interest. Vijana wengi sana hawajui national interest ni nini. Wanaamini national, unaona yalitokea mwaka jana tuliyoyaona. Hata China imewahi kutokea. Tiananmen mwaka 1989, Tiananmen Square. Lakini walibadilisha mfumo. Badala ya kupambana na watu, wakawekeza kwa watu. Ndio China tunaiona sasa hivi. Kwamba wapo everywhere, serikali inakuwa ina mission moja ya kwamba kila mtu ni askari akiwa nje ya nchi. Kwamba anaangalia fursa za ambazo ni nzuri, anarudisha taarifa nyumbani kuripoti. Umezungumzia jambo zuri. Kabla hujasema Madege, Bwana Milimbi, msikilizaji wetu anasema maelezo ya mkurugenzi Milimbi ni mazuri tena sana, lakini yalikushafanyika kipindi cha awamu ya kwanza ya Mwalimu Nyerere. Lakini matokeo yake yalikuwa hivi: kwanza tulitengeneza redio, betri, baisikeli na kadhalika. Hapa nchini, lakini bei zake zilikuwa kubwa sana kuliko zitokazo nje ya nchi. Matokeo yake viwanda vyetu vyote vilikufa kwa kukosa wateja. Anaitwa mzee, anasema niiteni babu yetu. Babu yetu nakubaliana naye sana kwamba sisi nchi ilikuwa paka ina kila kitu, lakini tumefunga. Wenzetu, usione bidhaa zinazouzwa huku kwetu, wale watu wanapewa ruzuku kwenye uzalishaji. Kwa bidhaa zinazotoka India kuja kuuzwa nje ya nchi, wale wanapewa ruzuku 20% ya nchi yao. Sasa lazima sisi tuangalie kama serikali, kwa sababu kwa mfano serikali inapenda vijana wanapenda China. Leo ukitaka kujua, nenda pita tu balozi wa China uone jinsi ambavyo vijana wanagombana pale kwenda China. Ni kwamba wale walijibana kwanza, wakatengeneza mifumo ya ndani, wakaumia kwa sababu zamani huenda kulingana na population ilivyokuwa ya watu, ndio maana uzalishaji ulikuwa ni mdogo na gharama ilikuwa ni kubwa. Lakini sasa hivi uzalishaji ni mkubwa na mitambo imekuwa imeboreshwa. Kwamba tutarudi kule na serikali ikatengeneza mifumo rahisi ya vijana kupata msamaha ya kodi, kupewa ruzuku na vitu vingine vidogo vidogo, itatusaidia kupata bidhaa kwa gharama nafuu. Kwa mfano, wiki moja iliyopita
Nilikutana na delegation kutoka Kongo ambayo ilikuwa na wabunge 12, iko na 12, lakini pia iko na mbunge wa Uvira, mbunge wa Baraka na maeneo mengine. Wale mabwana walichokuwa tayari, kwa mfano kule Kongo natoka copper, lithium na vitu vingine vidogo kama hivi. Inatoka ile copper inaenda nchi zingine zinazoendelea. Alafu baadaye wanaanza kutuuzia waya kwa gharama ndogo, kwa ajili ya kutengeneza simu na vifaa vingine kwa gharama ndogo ambayo tunaiona. Sawa. Mimi muda wetu nao ndio unazidi kupotea, yani tumeumaliza. Lakini tunaona mawazo ni mazuri na kulikuwa na maoni mengi ya wasikilizaji wetu wanaojaribu kuongeza mawazo kutokana na yale ambayo umeyaeleza, wakielezea yale ambayo tuliyafanya miaka ya nyuma tangu kipindi cha enzi za Mwalimu na wengine waliofuata kwa namna tofauti. Lakini kwa vile tutakuwa na nafasi nzuri wakati mwingine, nafikiri tuahidi kwamba tutakualika tena ili tupate mawazo mazuri zaidi na tuendelee kujenga ushawishi na ushauri. Na kwa vile utapata fursa pia ya kutembelea wizara pengine ya vijana, kukutana na waziri wa elimu na mawaziri wengine mbalimbali kwa ajili ya kupeleka mawazo kama mkurugenzi mtendaji kwenye kampuni hii ya Wakala wa Maendeleo ya Biashara, tutakualika wakati mwingine mara nyingine. Asanteni sana. Lakini pia naweza nikatoa mawasiliano na kutafuta. Wanataka wakasiliana na sisi kupitia website yetu. Kwanza emails info@tida.co.tz. Lakini pia kwa mawasiliano wanataka kuwasiliana na mimi moja kwa moja, kama kuna ushauri tunaweza tukaandika pia 0766 140 858. Sawa, tunakushukuru. Msikilizaji, tulikuwa tukizungumza na Aishi Milimbi, mkurugenzi mtendaji wa Wakala wa Maendeleo ya Biashara, au unaweza kusema Trade and Industrial Development Agency kwa kifupi TIDA. Unaisikiliza UFM kirusha matangazo kutoka Dar es Salaam. Tayari ni saa 2 kamili asubuhi. Kwa habari moto za kina.